Jina langu naitwa Ali Said Bakari, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hifadhi na uendeshaji mji Mkongwe. Leo tuna taarifa fupi juu ya watumiaji wa vyombo vya moto Zanzibar ambao wanakuwa wanatumia maegesho yanayopatikana ndani ya hifadhi ya mji Mkongwe wa Zanzibar. Taarifa fupi tunayoitoa ni kuhusiana kwa mamlaka mji Mkongwe pamoja na kampuni ambayo inashughulika na suala la kukusanya mapato ya parking au maegesho katika eneo la mji Mkongwe, pamoja na kampuni ya Mixx by Yas. Tumeingia mkataba wa kuweza kukusanya mapato ya parking kwa njia ya kidijitali, kwa maana kutumia njia za simu za application ya Mixx by Yas. Kwa maana hiyo tunaomba kuwajulisha wananchi wote kwamba utaratibu wa parking, kwamba ukiingia kwenye eneo la parking gari yako itafanywa scanning kama kawaida, na ikitoka itafanywa scanning kama kawaida, lakini hutotakiwa tena kuanza sasa kulipa pesa cash kwa mtumishi wa kampuni ya maegesho ambao ni kampuni ya Osaju. Kwa hiyo mtu anatakiwa aingie kwenye application ya Mixx by Yas, ama tutaweka mawakala ambao watakuwa kwenye vituo kwa mtu ambaye hana simu ya ambayo ina uwezo wa kuingiza data, na baada hapo utaweza kuingiza nambari yako ya gari kwenye ile application. Ukiingiza namba ya gari, ukibonyeza find, moja kwa moja itakupeleka kuweza kujua ulipaki wapi na lini na una deni la kiasi gani. Kwa hiyo malipo hayo unaweza ukafanya popote ukiwepo nyumbani. Kama utafanya siku ile ile, utafanya siku ya pili yake, siku ya tatu, lakini mamlaka imeweka malipo haya yafanywe ndani ya siku 7, na baada ya siku 7 kutakuwa na faini ya 25% ya deni ambalo unadaiwa, na ikifika siku 30 ni kwamba madeni haya yatatakiwa kulipwa kwa faini ya mara 2 zaidi. Kwa maana kama utakuwa unadaiwa shilingi 1000, baada ya siku 7 utalipa 1250, na baada ya mwezi mmoja utatakiwa ulipe shilingi 2000. Malipo haya tunasisitiza kwamba hayafanywi kwa kupitia watumishi wanaosimamia maegesho, lakini yanafanywa kwa kupitia simu ya mkononi yako mwenyewe au ya mtu yote unayokamwazima. Muhimu ni kuingiza namba ya gari, na hapo hapo utajua deni lako na utalipa mwenyewe. Tumekuja kwa hatua hii kwa kuweza kusuluhisha matatizo mbalimbali ambayo yanatokea. Moja ni malalamiko ya watu kwamba wana madeni makubwa wakati wanalipa, na hii inatokana na changamoto kwamba saa nyingine watumishi ambao si waaminifu anaweza akachukua pesa yako halafu asiweze kuitoa kwenye system gari yako, na ukaona umelipa lakini fedha hizo hazionekani kwenye mfumo. Kwa hiyo kwa kutumia mfumo huu ni kwamba utakapolipa utapata message moja kwa moja kwa simu yako kutoka Zantel, lakini pia utapata message kutoka kampuni ya Osaju kuonesha kama malipo yako yamekamilika. Kwa hiyo tunasisitiza tena kwamba malipo kwa kutumia njia ya cash hayapo tena, lakini pia tunasisitiza watu wanapoingia parking gari zao ziwe scanned, na uhakikishe ukitoka parking gari yako imekuwa scanned. Kuto kuscan gari yako, maana gari yako itaondoka na deni hadi 6000 ambao ndio deni la juu kwa siku, kama itakuwa gari yako haikutolewa kwenye system. Kwa hiyo ni jukumu la kila mtu kwa mujibu wa sheria kwamba ukifanya muamala yote kwenye serikali au kwenye private lazima uombe risiti au mtu atoe risiti. Kwa ni wajibu wa wamiliki wa vyombo anapotoka kwenye parking kuomba risiti. Ukiomba risiti maana yake unajua kama deni lako limefungwa. Ukuomba risiti umefanya urafiki, ambao ndio tatizo kubwa hili tunalo. Ni kwamba watumizi wa moto wanafanya urafiki na hawa watu wa parking na kuwapatia fedha chache, ambapo badala yake deni hili linakuja kuangukia wewe ambaye una gari na kusema umebumbukiwa deni. Kwa hiyo tunaomba watu wafuate utaratibu wa kuskaniwa gari zao wakiingia na kutoka, ili kuepusha madeni yasiyokuwa ya sababu, kwa sababu mamlaka haitovumilia mtu ambaye atakuwa na deni kwa kisingizio kwamba deni hili limebambikiwa, wakati yeye ana jukumu la kuomba risiti kwa mujibu wa sheria za nchi. Kuomba risiti ni jukumu lako, na mtoaji risiti ni jukumu lake, na kama hukuomba risiti au kutoa risiti kwa mujibu wa sheria, nyote mnakuwa ni wakosa. Kwa hiyo tunaomba mashirikiano haya kwa lengo la kuboresha mifumo yetu ya makusanyo ya fedha, lakini kuondoa malalamiko kwa wananchi ambapo walikuwa wengine wanalipa fedha lakini fedha hizo ilikuwa haziondoki kwenye system na madeni hayo yalikuwa yanaendelea kwa muda mrefu. Asanteni sana.